Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa anamwambia Musa neno hili. Amen. Amen. Njoo mlimani. Amen. Wapi mlimani? Mlimani ni wapi panaitwaje? Mlimani cha kwanza panaitwa in a silent place. Mahali pa ukimya. Jamani, kwa nini nasikia Mungu anasema nataka nikutane nanyi mlimani? Sijui mnanisikia. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikutane nanyi wapi jamani? Mlimani. Kule mlimani Mungu anachotaka akutane na sisi katika mahali penye utulivu, penye ukimya, ili Mungu atengeneze vitu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili neno likae ndani ya maisha yetu na likae ndani ya ufahamu wetu, ya kwamba hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Wakati Yesu alipokuwa, kwa nini alistaajabu Pilato alistaajabu kwa sababu walianza kumshutumu kwa maneno mengi. Hafai huyo, anaharibu Torati, anamtukana Musa, anafanya hivi, shuhuda zote. Pilato akaangalia, maandiko yanasema Pilato alipoangalia akakuta yote wanayosema hayana yote wanayosema, hakuna hata moja linalohusu Yesu. Lakini kwa sababu Yesu akawa na hili neno, hata mpumbavu akikaa kimya huhesabiwa mwenye hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Ndio ulimfanya Pilato astaajabu. Haya mambo yote wanayokueleza wewe ni ya uongo. Sasa jiulize leo, mambo yote ya uongo wanayokushutumu wewe, unapenda kweli ukae hivi? Unatakaje? Alafu hekima itatoka. Au midomo yako ikikaa kimya uhesabiwa mwenye ufahamu. Bwana asifiwe. Amen. Yaani unahesabiwa na ufahamu kwa kuwa wewe, yaani kuna jambo, fikiria, kuna jambo ambalo unalolifanya na utaki adui awe na nafasi katika hilo jambo. Amen. Amen. Piga tu mahesabu, mimi nakwambia. Kuwa na jambo lako wewe mwenyewe unalolitamani. Alafu kama hili jambo likiwini au hili jambo likifanikiwa, nataka nifanye kitu cha ajabu hata watu wakashangaa. Bwana Yesu atubariki sana. Haleluya. Lile jambo ukilinuiza katika ukimya na ukabakia kuliombea kwenye ukimya, litafanikiwa. Lakini lile jambo ukalinuiza na ukawaambia watu, hata vile unaona unawaambia watu mimi na jambo langu, lakini simwambii mtu, umeshawaambia. Utakuta hilo jambo litakuwa gumu kutimiza kweli, kwa sababu litatanguliwa na mtu ambaye anasema mimi sitaki huyu mtu akae na huu kimya, mimi nataka tu apige kelele. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunasema kitabu cha Nehemia sura ya kwanza na mstari ule wa kwanza. Habari ya Nehemia mwana wa Hikalia ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwa Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine walioko Yuda, nami nikawauliza habari ya Wayahudi waliopona au watu wa uhamisho waliosalia, na habari ya Yerusalemu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yameteketezwa kwa moto. Hata niliposikia maneno hayo nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku nyingi kadha wa kadha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno la kwanza alilolitafuta Nehemia katika yale mambo aliyofanya nini? Aliyoyasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nikaketi, nikalia.
kuketi na kulia, aliutafuta ukimya kwanza. Bwana asifiwe. Ili ndani ya ule ukimya, mpumbavu akikaa kimya uhesabiwa mwenye nini? Mwenye hekima. Akifumba midomo yake uhesabiwa mwenye nini? Mwenye ufahamu. Kwa sababu aliitafuta hekima. Haleluya. Ile hekima itamsaidia nini cha kufanya ili kwa ajili ya kwenda kujenga Yerusalemu. Ufahamu aliutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa jinsi gani naweza mimi nikawa baraka na ishara kwa kelele zinazopigwa huko kwa watu wangu. Maana watu waliokuwa kule Yuda, maandiko yanasema wako kwenye shutuma nyingi, wako kwenye dhiki. Manake kila itwapo leo kelele ni nyingi. Hii shida mpaka lini? Haya magumu mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo ni mpaka lini? Kelele zinapigwa zisizokuwa za kawaida. Anasema nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Ndipo akauvunja ule ukimya wake. Nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema na kusii, Bwana Mungu wa mbingu, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutisha agano, mwenye kutimiza agano na rehema zake kwa hao wampendao na kushika amri zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaamini na tunatambua, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba nafasi ambayo tuliyokuwa nayo ilikuwa inahitajika tu ya kwamba ni nafasi ya kuwa kimya ili tumwachie Mungu atende sana. Kama ni maombi, tumeomba ya kila namna, sijui mnanisikia. Bwana asifiwe. Na bado tunaendelea kuomba na hatutaacha kuomba. Lakini kuna wakati wa maombi wa kelele nyingi tulizopiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na nafasi ambayo inaweza ikasababisha Mungu kufanya. Amen. Haleluya. Mungu kufanya, na itakuwa baraka kwetu pale ambapo kila mmoja wetu, itakuwa baraka kwetu pale ambapo kila mmoja wetu akajua nguvu ya ukimya iko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Nafasi yetu kwetu ni kwamba Nehemia alipokuwa kimya, hivi unadhani unakuwa na maisha yako fulani ambayo watu walikujua unaongea sana. Haleluya. Ya kwamba kila neno lazima ufanye nini? Uongee. Alafu ukaamua sasa, mimi vitu vya kuongea na achana navyo, nataka niwe mkimya. Mimi nakwambia utaanza kuona mabadiliko ambayo hujawahi kuyaona maishani mwako. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu unapokaa kimya, wako malaika wana uwezo wa kukuletea maneno ambayo yatakayosababisha wewe kujua nini kinachoendelea mahali hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kuketi, Nehemia anasema nikalia sana. Unadhani kilio chake kilikuwa cha kelele? Bwana Yesu atusaidie sana. Kilio chake hakikuwa cha kelele. Kilio chake kilikuwa cha ukimya. Katika ule ukimya alikuwa anaitafuta hekima. Unaona, hata katika ule ukimya na akuomboleza na kufanya nini, maandiko yanasema akafunga. Hata maombi aliyoyaomba, anayoyaomba, unakwambia unaweza ukashangaa mtu wa namna hii anaweza kuomba. Baada ya ukimya, la kwanza anaanza kusema na kusii, Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusii, Bwana Mungu wa mbinguni. Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio.
Bwana Yesu atubariki sana. Atege nini jamani? Tega sikio lako. Hivi sisi umesha kuona kuna mtu anaomba sana alafu anamwambia Mungu tega sikio lako? Sisi akiingia ameingia. Kanyaga twende mbele kwa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu aliyeomba katika kutafuta ule ukimya, Bwana Yesu asifiwe sana, na kuipata ile hekima, ndipo alipogundua ya kwamba katika maombi tunayoomba, la kwanza lazima tujue Mungu ana sikio. Tega sikio lako. Jina la Bwana libarikiwe. Hata niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia siku moja, kila mmoja wetu katika maisha yako unaweza ukawa na group la watu, unaweza ukawa unaomba pamoja na watu, sio? Unanisikia? Kanisa lote likaomba, haleluya, lakini lazima uwe na maombi ya ukimya, ya mtupu wa jiwe wa Yesu. Yale ni maombi ambayo yanahitaji ukimya wako mbele za Mungu, na Mungu atengeneze vitu ndani yako ili kwa ajili ya vile ambavyo vitakavyohusu wewe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nikikumbuka ya maombi ambayo aliyaomba Nehemia, wakati mwingine unashangaa. Alafu nikaanza kujiuliza, alipokuwa naomba hivi, nani alikuwa anaandika ya mambo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tega sikio lako, macho yako yafunguke upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako. Sasa atege sikio na kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako. Yeye wakati huo anafanya kazi kwenye nyumba ya nani? Ya mfalme. Nani alikuwa anajua kama Nehemia ni mtumishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tega sikio lako, macho yako yafunguke upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli. Bwana Yesu atubariki. Amen. Mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli. Haleluya. Kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo nitapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakapofika kuziungama dhambi zile ambazo tunazotaka yani unampeleka Mungu nafasi ambayo unapoongea na yeye anakuwa ni sehemu kama mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa mtu mbele yako. Tega sikio lako. Najua una mipango mingi na unajua una shughuli nyingi, lakini mtumishi wako anapoongea sahihi, haleluya, naomba umsikilize, na ukimsikiliza, jina la Bwana libarikiwe, kwa ajili ya dhambi hizi ambazo tunataka tuziungame mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na nyumba yangu tumefanya dhambi. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema mimi alizoifanya juu ya mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukushika amri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati fulani najifunzaga napoenda kule mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nikiendaga mlimani mara nyingi sana, sasa hichi kitu sijui kwa nini kinakuaga hivi. Mimi sianzagi kuomba. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Bwana atuhurumie. Amen. Nikiwa mlimani mara nyingi cha kwanza tu naweza nikachukua vitu nikakaa. Nakaa tu muda mrefu sana.
mpaka baadaye hapo ndio naanza kuomba. Cha kwanza nakuwa kuna ukimya fulani wa kutafakari. Maana yake kwenye mashauri ya maombi au kwenye mashauri ya chochote unachokifanya, lazima ujue namna gani ya kuanza na utajua namna ya kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namna ambavyo utakavyoweza kuanza ndivyo itakusaidia namna gani utakavyoweza kumaliza. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na hakuna silaha, haleluya, nzito zenye kuweza kufanikisha mambo mengi makubwa kama silaha ambazo zinatumika katika ukimya. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya masilaha makubwa yote hata yaliona yalikuwa yanapiga kule Gaza, yanafanya nini? Sijui nanielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Kule Gaza yalipokuwa yanapiga, amen, ni kwamba sauti ya vile vitu ambavyo vinavyoanguka na vinavyopigwa ndio vinatoa nini? Kelele. Lakini lenyewe kama lenyewe liko kimya sana, ila likitua mahali kelele ndio zinaanza. Bwana asifiwe sana. Na katika hili mimi nachosema, haleluya, katika hili mimi nachojua ni kwamba Mungu ana mpango mkubwa sana juu ya maisha yetu katika sehemu moja inayoitwa kukaa kimya. Bwana asifiwe sana. Ukaaji wetu kimya unaweza ukasababisha kufaulu vitu vingi ambavyo wakati mwingine tulikuwa hatufaulu. Bwana asifiwe sana. Natoa mfano mwingine. Zamani unaweza kukuta mtu fulani alikuwa anajua kuongea sana. Haleluya. Anaongea kwa nguvu, anaongea kila jambo anaongea. Lakini kadri anavyozidi kusogea kuwa mtu mzima, amen, kelele zinapopungua, ongea yake wakati mwingi inakuwa ni hekima sana. Kwa sababu muda mwingi wao wanajua kukaa nini? Ule ukimya uwaga kunasababisha wawe na hekima ya kusaidia wengine katika siku za baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio maana unaweza ukaona katika mambo mengi watu watazungumza, watayasema, watasema hebu twende kwa wazee tuitafute hekima, watatushauri nini ili neno. Kwa sababu wao hawaongeagi sana. Wao muda wanaokuwa nao wakati mwingi sana ni muda unakuwa wa nini? Na ndani ya ule muda wa ukimya ndio kunasababisha kuwa na nini? Wakati uamsho umeingia. Bwana Yesu asifiwe. Yerusalemu uamsho ulipoingia, maandiko yanasema wakainuka nani? Wazee, wakainuka wakuu wa dini, wakawaambia wana mitume wale katika ile Matendo ya Mitume sura 4, wakawazuia wasilitaje jina la Yesu. Lakini maandiko yanasema kulikuweko na mwalimu aliyekuwa anaitwa Gamaliel. Haleluya. Mtu mwenye kuheshimiwa na watu wote. Sasa niwaambieni, hata nikiwauliza swali hili, mtu anayeheshimiwa na watu wote anakuwa ni mtu wa makelele au anakuwa ni mtu kimya? Kwa nini anakuwa anaheshimiwa? Wakati wa kelele ndio alikuwa anatakiwa aheshimiwe. Kwa nini kelele zinaheshimiwa? Kwanza sisi haina tunaitwa kelele. Yaani ndio maana hata Mungu anasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Ina maana kelele hazina heshima. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo utakapoona anapotaka kuwa kimya, hata kwenye iwe hafla yoyote, iwe kwenye makongamano, iwe kwenye mikutano fulani hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen.
utakuta watu wataongea, huyu ataleta hoja hii, huyu ataleta hoja hii. Yule muongoza ule mjadala kama ni mtu mwenye hekima, sijui mnanisikia, atamaliza ule mjadala kwa kusema hivi, huku upande huku umekaa kimya sana, nataka mmoja aongee kutoka upande huu. Utaona kule walikokaa kimya, akisimama mtu kuongea, anamaliza mjadala. Utasikia nyinyi huku mchaongea sana na makelele sana, hebu tuachie na hao watu ambao hawaongei, wako kimya. Na wale waliokuwa kimya, akiongea utakuta ameleta majibu ya mambo. Amen. Mwezi wa 10 kulikuwa na kwenye kazi za wakati wa kazini, kamata jahazi kwenye kisiwa cha Kwale, wilaya ya Mkuranga. Kulikuwa maafisa mmoja kutoka Mafia, mmoja kutoka Mkuranga, wawili kutoka Kibiti, na mimi nilikuwa nimetoka Misati. Tulikuwa maafisa 5 na tulikamata watumiwa 3. Baadaye tukawaweka kwenye ofisi za jiji na kuanza kuwataja vifungu vya sheria kwamba kwa kosa mlilofanya kuna faini yenu ni kiasi kadhaa, kubwa kidogo. Wenzangu wale hawakuwa kwenye mazingira mazuri, kwa mazingira ya ulevi. Kwa hiyo walikuwa wanataja vifungu vikubwa ili wapate na hela kwenda kununua pombe. Mimi nilikuwa peke yangu, nilikuwa nisimama vizuri kiroho, na nilikuwa nimevaa shati nyuma imeandikwa Yesu anaokoa. Yesu asifiwe. Wakaongea sana. Baada ya hapo na kuzozana bila mwafaka. Mmoja akasimama akasema hivi, jamani, mbona Sima kanyamaza sana? Hebu tumsikilize na yeye. Yesu asifiwe. Amen. Ushauri niliotoa ndio kaleta mwafaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ushauri aliotoa limeleta mwafaka kwa friend? Mpumbavu akikaa kimya huhesabiwa mwenye hekima, na akifumba midomo yake huhesabiwa mwenye ufahamu. Manake ndani ya ukimya wa Frank, katika zile kelele zote zilizoendelea, alipata majibu ya wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya hapo tukaondoka na watumiwa kuelekea mahakamani ili wakalipe ile faini. Tulipotoka pale kwenye kijiji cha Kisiju, tukatembea umbali wa kilomita 1, gari likapinduka. Gari lilopinduka, wenzangu wote walikuwa wanapiga makelele wakaumia. Mimi peke yangu ndio sikuumia. Jina la Bwana libarikiwe. Nikatoka mzima peke yangu. Wengine wote waliumia, na mmoja katika hao mpaka leo mkono wake wa kulia umepooza na ufahamu wake umepungua, na ndio alikuwa mkali zaidi kwenye kutoa hoja ngumu. Mimi ambaye nilitoa ushauri kutokana na ukimya, ni peke yangu nilihusika katika ile ajali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mnajifunza kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hata wakati mwingine adui anataka kutuondolea baraka zilizokuwa kwenye ndoa zetu. Anatuletea ndani ya nyumba kitu kinachoitwa nini? Makelele tu. Kuna mambo mengine hata kama wamekosea, au kuna mambo mengine hata unayaona huyu mtu haelewi, bora ukae ili umwachie Mungu atengeneze. Kama mtu haelewi kitu, mimi nakwambia ukikaa kimya utahifadhi nguvu nyingi zitakazokusaidia wewe hata kuongea na watu wengine. Kwa sababu usipozihifadhi zile nguvu, kuna mambo hautaweza kuyaongea vizuri. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Andiko hili likae katika maisha yetu, uishi nalo. Mpumbavu akikaa kimya au akinyamaza huhesabiwa mwenye hekima, au akifumba midomo yake huhesabiwa mwenye ufahamu. Hakuna kitu kimewatesa manabii wetu, hata sauti ya Mungu kunyamaza kimya, kwa sababu ya kuwa nini? Wanaongea sana, na yale masauti yanaongea sana yanasababisha kukosa ukimya ambao Mungu anauhitaji. Chakula cha Mungu
uhai wa Mungu ndani ya maisha yetu ni ukimya uliokuwa nao. Bwana asifiwe. Amen. Karibu. Nakupa nilisikia watu wanasema uliandaliwa mkutano Dar es Salaam. Sawa. Na wengine wote tulisikia. Wakaenda. Wakaongea. Wakapiga kelele. Wakala. Wakanya. Muda mfupi ukaandaliwa mkutano mwingine Goba. Lakini kati yao mmoja akamwambia hivi, mbona tumekuwa na makelele sana, maana mkutano hapa tena leo, mbona wenzetu wa kimya? Yule anayekaa kimya mara nyingi anaitafuta ni silaha ya ajabu. Moja kati ya silaha ambayo hata niliwafundisha hapa, niliwaambia Mungu anamwambia Joshua wazunguke Yeriko siku 7 wasipige kelele. Siku ya 7 ndio wapige kelele. Lakini Yeriko ilizungukwa siku 6 katika hali ya ukimya. Joshua sura ya 6. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nachotaka tuione asubuhi ya leo na ombi letu ambalo litakalokuwa, haleluya. Nipe nafasi ya kuwa kimya mbele zako Bwana, ili uyafanye yale unataka kuyafanya. Kwa sababu tunapoongea wakati mwingine hata yale ambayo tunayoyaongea yanashindwa kupata majibu. Lakini ukikaa kimya kuna majibu yatakuja, hata wewe mwenyewe atakushangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuna hitaji la kuliombea, kumwambia Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hitaji la kuliombea, kumwambia Mungu ya kwamba tufundishe kukaa kimya, tuelekeze kukaa kimya, tuongoze kukaa kimya, tutiishe kukaa kimya. Kwa sababu anaposema mtanyamaza kimya nami nitawapigania. Bwana asifiwe sana. Mtanyamaza kimya nani nitafanya nini? Nitawapigania. Kwenye vitu vingi ambavyo vinavyojua kukaa ukimya, mara nyingi sana huaga vina majibu ya tofauti sana. Haleluya. Amen. Aviongei, avileti purukushani nyingi. Vinapokaa kimya huaga vinakuaga na vitu vya pekee na vinaweza vikatendeka hata wewe mwenyewe ukashangaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na eneo hili kwa sababu tumeshapata ufahamu na kujua ya kwamba kuna mambo ambayo kuanzia leo au kuanzia siku zote tunayoendelea nayo ni bora tukae kimya na tumwachie Mungu. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa sababu utafika mahala utasema ya kwamba Mungu atawaambia mbona labda mkuniomba mimi, au mbona mkufanya hivi, mbona mkufanya hivi. Unafika mahala unawaambia tulikaa kimya ngoje wewe ufanye. Sisi tulijitahidi mpaka uwezo wetu hapa ndio mwisho wetu. Sasa tunachotaka na wewe sasa ufanye. Na mimi nawaambia ukimwachia Mungu afanye, matokeo yake ni makubwa ya ajabu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Silaha ambayo tunaitamani iwe katika maisha yetu, ukimya uwe ndio silaha yetu. Hatujakataza kuongea, tunaweza kuongea, lakini baada ya ukimya fulani unaweza kuivisha hivyo vitu unavyoenda kuongea. Yaani ule ukimya ushughulike na kutengeneza kitu ambacho ukikiongea watu wanasema hiyo ni point anayoongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua ikulu tuliyokuwa nayo hapa kama pale Posta, sio ikulu ipo Magogoni na nyingine iko kule Dodoma, sio unanisikia? Ikulu zote duniani hakunaga makelele. Wala uwezo ukakuta
watu wa Ikulu pale wanasalimiana, habari za hizo bwana. Mmeshawahi kuona hiyo? Hamna. Kimya, kwa sababu ndio uzima wa nchi. Sehemu yote kwenye uzima panatakiwa pawe na nini? Ukimya. Na niliwafundisha hata kama wanyama wanaweza wakawepo pale wanaweza wakawepo kwenye ile Ikulu, wataletwa ndege ambao utaona kama ni kelele lakini sio kelele. Wale ndege ni alama za sauti fulani ambazo zinaashiria vitu fulani, kama vile tausi anapiga kelele sasa zile hazihesabiki kama ni kelele. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Au katika ikulu zote unazoweza kuziona kama fale, ushai kuona kuna mafisi? Na kelele mna wote na kelele. Au ushai kuona mbweha? Hamna. Lakini utaweza kuona visungura, unaweza kuona pundamilia, sijui unanisikia? Amen. Unaenda kuwaona hata wakati fulani, unaweza ukaona tembo ambao kelele zake tu tembo zinaashiria ubaya. Yesu asifiwe. Amen. Mmoja mwaka 2006 nilikuwa Misati. Kuna wazungu walikuwa wanafanya utafiti na mimi nilikuwa pale Misati, lakini kwa natembea na magongo. Pale ofisini. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda sana kusikiliza redio kwa sauti. Wale wazungu walifikia pale ofisini kwetu nyumbani na kufahamu askofu. Ndio. Wakaweka mahema yao pale nje. Sasa mimi napenda sana muziki huu wa kwetu wa Injili. Napenda sana wale wanaita Maranatha. Sasa nikafungua kwa sauti kubwa. Mzungu mmoja anaitwa Dr. Oliver Hebelek. Frank, close the radio. Maana wanataka kimya. Yesu asifiwe. Alikuwa amechukia zile kelele. Kwa muziki mzuri, lakini akasema you are making noise alfajiri hiyo. Close the radio, Frank. Nikazima haraka sana. Alikuwa anataka kimya. Na katika ukimya ule wameandika taarifa nzuri ya utafiti wa ndege walioko kwenye msitu wa hifadhi ya Mikoko wa wilaya ya Kibiti wa Rufiji Delta, na wakagundua kwamba kuna ndege aina 6 ambao idadi yao ni 1% ya ndege wa aina hiyo duniani kote, ambao ni sifa ya kipekee. Na sifa hiyo ya uwepo wa ndege aina 6 ambao idadi yao ni 1% ya ndege wote wa aina hiyo duniani kote ikaifanya ile delta ya mto Rufiji kutangazwa kimataifa kwa mujibu wa mkataba wa Iran wa mwaka 1973 kwamba ni eneo lenye umuhimu wa kimataifa la ndege, inaitwa IBA, International Bird Area. Lakini walifanya utafiti kwenye ukimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakina Frank hao ndio manake wafanya kazi na watu wamefika mahali wamekaa na kama hao wasomi wazungu. Bwana Yesu atusaidie. Kitu chochote kinachoitwa uchunguzi au Kiingereza wanaita research haifanywi kwa kelele. Sijui unanisikia? Ndani ya ule uchunguzi au ile research uwaga inaleta majibu ambayo ya kumaliza kelele nyingi zinazopita. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa sisi kitu ambacho tumepigwa bomu wa Afrika, hata wakati mwingine watu hawapendi kusoma research zetu, kwa sababu hata research tulianzika kwa kelele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi unaweza ukamkuta kweli Mwafrika akaweza kutulia masaa 4 bila kelele? Yaani kuna mmoja amecheka kicheko vizuri. Kuna mmoja anaweza yuko tayari anatoka nyumbani kwake kuna ukimya, aende kununua magazeti kwenye makelele. Sijui unalisikia? Na kuondolewa kila ambacho kimeingizwa wakati wa usiku labda na malaika, kwamba ameleta ndoto fulani ambayo hiyo ndoto itakuonyesha kesho yake inakuwaje. Na mimi nilikuwa na mchezo fulani mwisho.
Nikienda Kariakoo kwenye vile vijio vya kahawa vile mapishano sana. Huwa napenda sana kule kukaa pale. Nipe kahawa. Nakunywa pale. Nipe na yule. Naona ile kwenye mapishano. Nasikiliza tu. Hizo nisaidia sana. Haleluya. Amen. Na Asifiwe. amen. Ngoja ni wakati niko Pemba mwezi wa 8 mwaka 2025. Nikakaa kwenye kijiwe cha kahawa. Nilipata habari nyingi kweli, lakini kilichonisaidia nikaokota habari, nilikaa kimya. No, yani ukaenda pale Kahawa pale. Nikapata story nzuri za kutisha. wewe unapoenda kuwa kimya, una majibu na unaufahamu, kwa sababu kwanza unapata hekima, na maandiko yanasema midomo yako ikifungwa unapata nini? Ufahamu. Ukitaka kujua habari zote za vurugu zote zinazoendelea, nenda pale Karume pale, wanakujua kadini Pale kwenye pale video vyao. pale utapata kila kitu unachokihitaji, lakini usiongee. Kaa Hivi. yaani hata mtu fulani pale ndio Google yetu pale. Pale ndio Google pale. Ukitaka Google, unataka kujua mwenyekiti wa Simba yukoje, Google pale. Na wengine wako pale pale kuna walimu wa dini zote wako pale. Sina nakwambia pale ndio kuna Google. Pega siku moja wengine wa Kristo wanachagua Biblia pale wanavuruga. Na mimi kuna wakati tunaenda kwenye kijio fulani cha kahawa. Wakabishana wakasema, eti mchungaji, unasemaje hapo? Kwa kanisa mchungaji. Lakini hawakujui. Wajui. Mimi sasa mimi sifa yangu ndio hivi siku zote. Hata ukienda mahali watu wanakuchukia huyu anatafuta habari zetu. Lakini namna ambavyo unakwenda nao pale kwa upole, ndio unasema huyu mchungaji tu anataka kahawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunachotaka tumalizie kusema ni kwamba Mungu atuongoze kuwa kimya. Mungu atufundishe kuwa kimya. Amen. Na Mungu atutiishe kukaa kimya. Kuna vitu vingine unatiishwa ukae kimya ili uvione. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapoongea mara nyingi hatupati solution ya mambo yetu. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amen. 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 Basi tunaomba Mungu ili aweze kutusaidia ya kwamba katika neno hili lifanyike kuwa baraka kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuna mifano, tuna miradi. Unajua hata kama hapa unaona, hata kama sisi tulivyo hapa, tukalipanga neno ambalo tunajua hili lina nguvu ya hatari, tukaliongea tu, hilo neno halitakuwa na nguvu tena, kwa sababu hatukujifunza kukaa kimya. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. na Mungu kama wewe. Hakuna Baba kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nafasi ya kwako Mungu katika maisha yetu ni namna gani tuna utulivu na ule ukimya unaoweza kutengeneza kitu katika maisha yetu. Bwana, tunaomba mbele zako siku ya leo, utufundishe, utuongoze, ututiishe kuishi maisha ya kunyamaza kimya. Maana imeandikwa wazi
ya kwamba nyinyi mtanyamaza kimya na Bwana atawapigania. Tusiwe na wakati ambao Bwana tunaingia kwenye mashauri ambayo hayastahili, tunaingia kwenye mashauri ambayo yamejaa kelele. Wakati Musa aliposhuka kutoka mlimani na Joshua Musa alimwambia Joshua ya kwamba nasikia huko chini kuna kelele. Joshua akamwambia kwamba Bwana, inawezekana ni nyimbo wanaimba huko. Musa akasema hizo kelele sio za nyimbo, maana yake zilikuwa ni kelele za maabudu ya vitu visivyostahili. Watu wanapofika mahala kuabudu pombe, watu wanapofika mahala kuabudu uasherati, watu wanapofika mahala kuabudu magomvi, chuki, haya yote yanaonekana ni kelele mbele za Bwana. Mungu nishimishe, unielimishe kukaa, uniongoze kukaa. Kwa yale ambayo unahitaji niongee, nitayaongea. Kwa yale ambayo unahitaji niseme, nitayasema. Wakati asante kwa sababu ya wakati. Nisikie sauti yako. Asante Mungu wangu na Baba yangu kwa sababu nahitaji kuona kwamba Bwana Roho Mtakatifu ingilia kanisa letu. Roho Mtakatifu ingilia kanisa letu. Roho Mtakatifu tamalaki kanisani. Roho Mtakatifu tamalaki kanisani. Roho Mtakatifu shuka. 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 Roho Mtakatifu kanisa letu. Watu wajaze Roho Mtakatifu wakati wote. Watu wanene kwa Roho wakati wote. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Shuka Roho Mtakatifu ingia kwa vijana. Roho Mtakatifu ingia kwa watoto. Roho Mtakatifu ingia kwa wazee. Roho Mtakatifu maana wewe ndio unaleta ukimya. Roho Mtakatifu wewe ndio unaleta ukimya. Roho Mtakatifu tamalaki. Roho Mtakatifu tamalaki. Oh katika jina la Yesu. Oh katika jina la Yesu. Oh katika jina la Yesu. Oh katika jina. Oh katika jina. Oh katika jina. Katika jina. Katika jina. Katika jina. Katika jina. Katika jina. Oh katika jina. Oh katika jina. Roho Mtakatifu tamalaki. Roho Mtakatifu tamalaki. Roho Mtakatifu tamalaki. Roho Mtakatifu tamalaki. Shuka kanisani kwetu. Shuka kwa vijana. Shuka kwa watoto. Shuka kwa kina mama. Kina mama wapigana Roho Mtakatifu. Kanisa limekuwa akina mama ni mkuu. Akina mama ni jeshi kubwa. Shuka Roho Mtakatifu kwa wanawake. Akina mama ni jeshi kubwa. Roho Mtakatifu shuka kwa wanawake. Shuka kwa wanawake. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka maana wewe akina mama ni jeshi kubwa. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu. Tawala wanawake. Tawala watoto. Tawala wazee. Waone maono wote ndoto na vijana waone maono mabiti kanisa watabiri katika jina la Yesu. Katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tamalaki. Roho Mtakatifu tamalaki. Roho Mtakatifu tamalaki kanisa kwetu. Roho Mtakatifu tamalaki. Tamalaki Roho Mtakatifu tamalaki. Watu wafurike na Roho Mtakatifu wakati wote. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu. Watakuja kwenye sekta kwa wingi. Wataenda kwenye mafundisho kwa wingi. Wataenda kwenye huduma mbalimbali za kanisa kwa wingi. Shuka Roho Mtakatifu katika familia za kanisa zote. Mungu Roho Mtakatifu shuka kwenye familia za kanisa zote. Ili niweze kuleta amani. Tuweze kufurahi. Kuleta utulivu. Roho Mtakatifu tawala. Roho Mtakatifu tawala. Roho Mtakatifu tawala.
anaenda kufanya mtu kwa kimya, kwa utulivu, anaingia katika kuwaza, anaingia katika kuwaza, anaingia katika kufikiri, anaingia katika kutafakari, lakini ibada ya Mtakatifu na kutamalaki. Asante Mungu wangu na Baba yangu. Asante kwa sababu ninajua ndani ya silaha hii utakitika kwanza nikifika pili fahamu mtakatifu ninajua vizuri Basi tuombe kwa ajili ya semina jioni. Mungu apate kuifungulia uwezo wa Bwana, mamlaka na mioyo ya watu ifunguliwe kwa ajili ya kuja kwenye semina. Mungu Baba, katika Roho Mtakatifu tunaomba kwenda kukusanya kwa Mungu. Watu wako wale ambao walikuwa wameshika na shughuli mbalimbali, wamekuwa busy, wameenda kuongelea akili zao na mawazo yao, wameanza kutegemea wewe, waanze kutumia nguvu zao ya Roho Mtakatifu. Wasaidie watu wa pili warudi kabisa, wale ambao walikuwa busy na shughuli zao, naomba Roho Mtakatifu wasikie watu waweze Yesu watu ambao wanaambia dhambi huko, wewe unaweza kukusanya, unaweza kumshukia, wewe mwenye dhambi, wewe mwenye makombe huko, kukusanya, wewe mwenye mbaya maovu mbalimbali, kukusanya, wale wasikia muhimu kwa matengenezo ya kanisa, kwa katika ujumbe wako, unaweza kuweka jina pale. Watu wako katika semina hii, na semina hii Mungu ikafanyike baraka katikati ya watu wako na ndani ya kanisa, kwa utukufu wa jina la Yesu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe waliokosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na uovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi tena na amani ya Yesu tuliyoomba leo jioni. Yeah.